Kocha Musa, walau tupitishe kwa uchache maandalizi kiufundi yakoje kuelekea mchezo wa kesho muhimu sana kwetu, ambao pengine tukipata ushindi tutatawazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya wanawake msimu huu. Kikubwa sema kwanza alhamdulillah kwa maana ya kuweza kufikia hii leo kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Tunasema tuko ni mchezo muhimu kama mchezo muhimu yoyote ambao tulikuwa tumecheza huko nyuma, lakini huu tumeupa umuhimu zaidi, au hii michezo minne ambayo hatujaicheza bado tumeipa umuhimu zaidi kutokana kwamba timu zinakuwa zinabadilika kutokana na kile ambacho unakifanya. Leo tunacheza na JKT na mimi pia Tausi wamekuja kuangalia kwamba Simba wana kitu gani, kuweza kuangalia jinsi kujiandaa nao, lakini vile vile Tausi wamecheza na sisi pia tunakwenda kuangalia kwamba Tausi una kitu gani ambacho kufanikisha kwenye uwanja wa mazoezi kwa kufanikisha katika mechi ya kesho. Kwa malengo yetu yako vile vile kama awali nilivyosema, kwa maana kila mechi kwetu sisi ni finali na kila mechi tunahitaji pointi 3 ili kufikia malengo yetu. Kwa rai yangu tu kwa wapenzi wa soka na wapenzi wa mpira na wapenzi wa Simba na Simba Queens kwa ujumla, tunakaribisha siku ya kesho katika uwanja wa KMC kwa sababu ni siku ya sikukuu, na sikukuu hiyo ina maana kubwa sana kwetu sisi katika mchezo huo, kwa maana tukiweza kushinda au ile ambayo tumelipanga sisi kushinda katika mchezo wa kesho, basi kwa tunatawazwa kuwa mabingwa wa ligi kuu ya wanawake Tanzania. Bado michezo mitatu mbeleni, kwa sisi tunahitaji kuweka rekodi, lakini vile vile ni mchezo ambao tunachukulia wa ushindani, mchezo ambao tunachukulia kama vile ni mchezo muhimu na mkubwa kuliko mechi zote ambazo tumecheza. Kwa katika sekoja wachezaji wanaamini hivyo, na leo pia tunafanya mazoezi kuelekea mchezo wao, ni mazoezi ya mwisho, lakini cha kushukuru wachezaji wote wako vizuri, wako fiti kwa ajili ya mchezo wa kesho. Sawa, hivi mwalimu, sira yetu msimu huu ni nini hadi tumefikia haya mafanikio? Umoja, upendo, ushirikiano, lakini kufanya kazi kwa pamoja. Jua watu wanatofautiana katika nyanja za kikazi, lakini kama wewe pia nafikiri ni mmoja wetu, mmoja hapo vile vile ambao unafuatilia ukaribu wetu na pia unaangalia tunapokuwa nje ya uwanja tunaishi vipi, tunapokuwa uwanjani tunaishi vipi. Lakini kikubwa ni kila mchezaji ambaye yupo Simba Queens kuwa na tamaa na shauku ya kufanya kitu akiwa Simba Queens. Lakini kingine kikubwa ambacho kipo pia, benchi ambalo lipo ni benchi ambalo pia lina machungu kwa kuonekana kwamba Simba ni timu kubwa Tanzania, au ni timu ambayo ina wapenzi wengi barani Afrika na Ulaya, lakini vile vile inahitaji tupate uhalisia wa jina la Simba, kwa maana tumepata krimu ambayo kuanzia kwenye benchi mpaka kwenye wachezaji wenyewe ni watu ambao wanaipambania nembo kwa kuweza kufanya vile. Lakini kitu kikubwa kabisa ambacho niweze kukizungumza, kwa sababu ligi inaelekea ukingoni, kikubwa ni kusoma michezo ambayo tunaicheza. Umeona mechi ambayo tulikuwa tunacheza, kuna mechi kipindi cha kwanza tunabana, tukija kipindi cha pili tunakuwa tumebadilika. Kuna mechi ambayo kipindi cha kwanza tunakuwa tunaimaliza, kile kipindi cha pili tunabadilika. Kwa ni mifumo na mbinu ambazo zimekuwa wachezaji wakiwa ziadapt mapema sana na kuzifanyia kazi vile ambavyo tunahitaji. Kwa maana umoja, upendo, ushirikiano umesababisha kuzaa timu weki ambayo inakwenda kupambania kile ambacho tumejifunza na kile ambacho tunakihitaji kufikia malengo. Lakini target ya Simba na wana Simba wote wanataka kuona Simba Queens imefika kwenye Champions League na kuweza kugombania kufika finali Champions League. Kwa malengo hayo, huwezi kufika huko bila kuchukua ubingwa, huwezi kufika huko bila kushinda mechi zako. Ndio vitu ambavyo tumejiwekea msimko na kuweza kuamsha morali, na kila siku tumekuwa ni watu wa kujifunza, sio watu wa kuridhika. Sasa Kocha Musa, wewe kwako nini ambacho kimeongezeka kikubwa? Umepata mafanikio ukiwa mchezaji na Simba, umepata mafanikio ukiwa kocha timu za vijana, umekuwa meneja wa senior team, lakini sasa ni kocha mkuu wa Simba Queens. Inshallah ubingwa umepatikana, una rekodi ya kutokupoteza mchezo, una rekodi ya kupata ubingwa tukiwa na michezo mingine mbele yetu. Kubwa mimi nasema kwanza ni discipline, kitu kikubwa. Kwanza heshimu kile kitu ambacho unakifanya, lakini heshimu watu ambao unafanya nao kazi, kwa maana kuishi katika hali ya kawaida. Katika mpira nimejifunza vitu vingi, pamoja na kucheza, pamoja na kufundishwa walimu wengi, lakini sehemu pia kujifunza career yako ya mwisho unakwenda vipi. Lakini pia ndani ya Simba Queens nilianza nayo, na baadaye pia nikatoka nikaenda kwenye under 20 nikarudi, na pia baadaye nikawa niko under control kwa maana ya msaidizi. Kwa kote huko katika safari hiyo ni kujifunza na kutengeneza sasa kile package ambao unahitaji wewe ukisiku kuja kupewa nafasi uweze kuitumia. Kwa nimepata nafasi hii na imekuja vile vile tena kama ilivyokuwa awali, kwa sababu nikicheza nishakuwa mfungaji bora na mabingwa bila kufungwa. Na Simba Queens mara kwanza naichukua nikawa bingwa pasipo kufungwa. Kwa inajirudia tena leo hii, pia tunatamani pia rekodi hiyo niivunje mwenyewe, lakini pia kwa wachezaji ambao walikuwepo safari ndio kitu kikubwa, nao pia wanataka weke alama kama kocha wao aliweka alama katika anacheza na kipindi ambacho amesimamia. Kwa ni kitu ambacho tunasema kwamba ni discipline, kujifunza, lakini pia ukiaminiwa fanya kazi alafu waachie
watu wafanye kazi, kwa maana ya kuweza kuelewa kile ulichokuwa nacho. Kwa ukubwa changu ambacho kimeweza kufanikisha ni discipline, kujifunza na kutokuwa na tamaa ya mambo makubwa pasipo kuwa na wakati. Kwa tunasubiri wakati sahihi ukifika, ukipewa unaonesha kile ambacho ulichokuwa nacho, kwa sababu ukikimbilia kwa pupa unasema unaweza kufaje ukaibika ukakikosa kabisa. Kwa wakati wangu wa kusubiria haya umefika na hatimaye tumeonyesha kwa ile teamwork na yale mafundisho na kile kitu ambacho tunakifanya tunaendelea kufanya vizuri. Lakini kingine kubwa nasema kwamba mimi toka nacheza ni mchezaji ambaye nilikuwa na ushindani, sipendi kushindwa. Lakini kubwa langu mimi wakati nacheza napata mafanikio haya, nilikuwa sifikiri ndani, nilikuwa nafikiria watu ambao walikuwa nje ambao wanaipenda Simba. Kuna mtu anakwenda uwanjani akikosa matokeo anashindwa kurudi kwake. Kuna mtu yuko pale uwanjani anaangalia mpira lakini akikosa matokeo anakuwa amekosa raha ya kuweza kurudi nyumbani, ya kuweza kufikiri ataongea kitu gani kwa majirani zake, kwa marafiki zake. Kuna mtu anakaa uwanjani anaondoka saa 6 usiku. Kwa hicho kitu nilikuwa nakiweka sana akilini mwangu na kuwawaza wao. Kwa nikiwawaza wao nikaja nikaangalia na mazoezi ambayo nafundishwa. Afu nikaja nikaangalia mchezaji ambaye anakuja kunikaba. Kwa utakuta maandalizi yangu yanakwenda vizuri kwa kuweza kufanikisha. Ndio kitu ambacho pia nimeweza kuwalambisha wachezaji wangu, kwa maana tusifikirie sisi tunafanya nini au tunasifia kitu gani. Tuwafikirie hawa watu ambao wako nje wanaipenda timu, wanataka furaha. Kwa tuwape furaha yao, na tukiweza kuwapa furaha yao basi na sisi kazi yetu imefanyika vizuri. Shukrani sana. Asante sana.